Kwa tuko na Damari Moles, lakini pia tuko na ndugu yetu, mzee wetu John Shija. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya huduma ya msaada wa sheria mkoa wa Shinyanga, lakini pia ni mjumbe wa Mtakua mkoa wa Shinyanga. Lakini pia tuko na Bi Materu, yeye ni afisa ustawi wa jamii kutoka hapa mkoani Shinyanga. Na nikukumbusha tu, kama ndo kwanza unaungana nasi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi iko hapo tayari na kusubiri wewe mwana maisha fresh kushiriki. Labda tu kwa kuanza, mimi natamani ni tuwe na picha pamoja. Kwa kuanza nianze na Damari. Hivi mpaka tukasema hiki ni kituo cha kulelea watoto mchana, ni vigezo gani kinatakiwa kuwa navyo? Ama mimi naweza tu nikawa na nyumba yangu ambayo nimeiacha, alafu najua pale nyumbani kuna yule dada wa kazi ambaye ili asikae idle, basi tuwachanganye watoto wa mtaa mzima wakawepo pale. Ile tunaweza kuiita ni daycare, kwa sababu nyingine wakuta ni nyumba za watu, wengine wanajenga madarasa, mpaka ikawa daycare. Vigezo gani natakiwa kuwa navyo? Asante ndugu mtangazaji. Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambao ndo wizara inayotusimamia sisi daycare centers, chini ya idara ya ustawi wa jamii, ilitoa vigezo ama vipo vigezo cha sehemu ama mahali kuitwa kituo cha kulelea watoto wadogo mchana ama daycare centers. Ndio. Na moja kwa moja kwenye swali kama ulivyouliza, baadhi ya vigezo, kwanza kabisa, kituo cha kulelea watoto wadogo mchana lazima kiwe kina miundombinu ambayo ni salama na rafiki kwa mtoto, ambayo itachochea ujifunzaji wa mtoto wakati wote. Yaani tangia anapoingia, kila mahali anapocheza ni lazima awe anapata uchangamshi. Kuna vitu ambavyo anaendelea kuviona. Kwa hiyo ni lazima kwanza kabisa iwe ni sehemu ambayo mtoto anaweza kujifunza wakati wote, iwe na mazingira ambayo ni salama na rafiki, kwa maana hatakiwi kukutana na vikwazo vyovyote. Iwe ina uzio, mahali ambapo mtoto akiingia hawezi kutoka, uzio ambao ni thabiti. Lakini pia panatakiwa pawe na mahali salama kwa ajili ya kupumzika mtoto katika vituo vyetu ni lazima apate muda wa kupumzika. Kwa hiyo ni lazima pawe na sehemu ya yeye kulala apate kupumzika. Lakini pia kituo kitakiwa kuwa karibu na barabara kuu. Kwa hiyo hivyo vyote ni baadhi ya vitu ambavyo vinafanya kuweza kumwekea huyu mtoto ulinzi. Lakini hata sehemu ambapo mtoto anaenda kupata haja zake zile msalani, vile miundombinu ya vile vio ambavyo anapaswa kutumia havitakiwi kuchangamana na mtu mzima, kwa maana ya kwamba watumishi waliopo kwenye kituo ama watu wanaofika katika kituo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali mahali pale, na vyoo wanavyotumia na vyoo ambavyo mtoto anatakiwa kuingia vinapaswa kuwa ni vyoo tofauti kabisa. Kwa hiyo haya yote ni baadhi ya vile vigezo ambavyo vinapaswa kuwepo katika kituo. Kwa wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, bila shaka utakuwa umekwisha kuelewa mwanao ama hicho ambacho kiko karibu na mtaa wako ni kituo cha kulelea watoto ama cha malezi ya watoto mchana, ni daycare ama ni mfano wa daycare. Hii imenifikirisha kidogo. Inatakiwa kuwa karibu na, haitakiwi kuwa karibu na barabara kuu, haitakiwi kuwa isiyokuwa na uzio, haitakiwi kuwa hivyo bwana. Nikukumbusha tu msikilizaji, kipindi ni program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kinachokujia kwa ushirikiano wa mradi wa Mtoto Kwanza ambao unatekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na TechDen, UTPC. Bwana ni umoja wa tunasema Tanzania Press Club, moja wa waandishi wa habari, na kubwa ambalo tunalizungumzia leo ni usalama wa mtoto ama wa watoto wetu wapo katika vituo vya kulelea watoto mchana. Ikumbuke kwamba tunapozungumzia watoto tunazungumzia kati ya yale makundi yenye watu wengi zaidi ama makundi makubwa zaidi nchini. Lakini kwa siku za hivi karibuni imeonekana kabisa kwamba usalama wa mtoto unazidi kuzorota siku hadi siku. Kwa hivyo kwa kuliona hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambao tunajua hatuko kisiwani kwamba tuna dunia yetu,
ikafanya uwepo wa hivi vituo vya kulelea watoto mchana. Viko vile vya binafsi, viko vinavyomilikiwa na serikali, kwa maana ya vile ambavyo viko kwenye maeneo ya umma. Katika kipindi kilichopita tuliambiwa hata katika maeneo ya stendi hivi vituo vitakuwepo na vipo kwa mujibu wa sheria. Nirudi labda kwako mzee John Shija, mwenyekiti wa kamati ya huduma ya msaada wa kisheria mkoa wa Shinyanga, lakini pia mjumbe wa mtakuu wa mkoa wa Shinyanga. Hii mtakuu, tukumbushe kwa sekunde kama 30 tu hivi. Asante ndugu mtangazaji. Tunaposema mtakuwa ni mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hivyo tunapozungumza na mzee John Shija, fahamu kabisa tuko na mtu sahihi kabisa. Vituo hivi vya kulelea watoto viko kwa mujibu wa sheria. Ndio. Mtu mwingine anaweza akaona bwana, hii mimi sinaweza kufungua tu, yaani nikawa na nyumba yangu nafungua tu. Utaratibu ni upi wa kuwa na kituo cha kulelea watoto? Asante ndugu mtangazaji. Swala la ulinzi na usalama wa mtoto ndio mchakato ambao unaongozwa na sheria ya mtoto, sheria namba 13 ya mwaka 2009. Sheria hii imetambua umuhimu wa mtoto, na kimsingi sheria hii imeweka uwanda mpana wa kuhakikisha watoto wanalindwa. Ndio. Na ukiangalia sera yetu ya taifa na sheria zote zimetaja makundi makubwa matano ya ulinzi wa mtoto. Ndio. Swala la kwanza ikaliangalia swala la kuishi. Ndani ya kuishi kuna mchakato mzima wa masuala kumwendeleza mtoto, kumlinda asipate na madhara yote. Na kwa hiyo ukiangalia misingi yote mitano, kwa swala haki ya kuishi, haki ya kulindwa, ya kuendelezwa na haki ya kutobaguliwa, ndio imetengeneza sasa kuwa na kanuni. Kanuni hizi ndio zimeelekeza namna gani vituo vya kulelea watoto watoto mchana na watoto wachanga vikawekwa kwenye kanuni. Kanuni ya mwaka 2014 imetoa maelekezo ya namna ya kuanzisha vituo. Ukiangalia kwenye ile kanuni ya 5 yenyewe imetoa mwongozo wa mtu mwenye nia ya kuanzisha kituo kwamba atafanya nini. Kwa hiyo kutakuwa na fomu maalum za kujaza, zitapitiwa na watu wa ustawi wa jamii, na hatimaye watu wa ustawi wa jamii watazielekeza kwenda wizara ya idara ya afya, ambao nao watakuwa na mambo ya kuhakikisha kwamba kituo kina uwezo wa kufunguliwa sasa. Lakini ukiangalia kwenye ile kanuni ya 6, kanuni ya 6 yenyewe imetoa sasa namna gani certificate zitatolewa. Ni vigezo gani ambavyo vitakuwa vimekizi ili mtu sasa apate certificate ya kuweza kuendesha kile kituo cha kuendeshea watoto. Ni pamoja na yale ambayo ameyazungumza dada yangu wa kituo cha malezi. Kuna vitu ambavyo ni lazima vizingatiwe kuhakikisha kwamba vinakidhi haja ya kuanzisha vituo vya watoto. Lakini ukiangalia kwenye kanuni ya 7 inatoa masharti. Masharti hayo ni pamoja na kwamba vingine ameshavigusa, majengo na miundo itakavyokuwa, lakini kila kituo lazima kiwe na kamati ya wazazi ambayo itakuwa na ushauri kwenye uendeshaji wa kituo. Kwa hiyo hizi kanuni ndizo zimetengeneza sasa muhimili au ulinzi wa namna gani kituo kiwepo. Kwa hiyo sheria ya mtoto na kanuni ndio zimeelekeza namna ya kituo kitakavyoweza kanuni. Ukienda kanuni ya 7 ya 8 ya 9 ya 10 yenyewe imezungumzia sana namna ya watumishi watakavyokuwa naendesha kituo, sifa zao zimetajwa kwenye ile kanuni. Kanuni ya 9 ndio na ya 10, 11 ndio zimeenda kwenye ulinzi wa mtoto. Nafikiri hiyo ndio miongozo ya kisheria ambayo inatufanya tuwe na ulinzi na usalama wa mtoto kupitia vituo vya malezi ya mchana na watoto wadogo. Kwa ambaye unaungana na sisi sasa hivi, ambacho tunakizungumza hapa na uliyetoka kumsikiliza anaitwa John Shija, ni mwenyekiti wa kamati ya huduma ya msaada wa kisheria mkoa wa Shinyanga, lakini pia mjumbe wa mtakuu wa mkoa wa Shinyanga. Na leo tunachozungumzia zaidi ni ulinzi na usalama wa watoto
hapa tunawazungumzia mwaka 0 hadi 5 wawapo katika vituo vya kulelea watoto vya mchana. Narudi kwako Shija, bado niko na wewe. Ni matukio namna gani ambayo mmekuwa ili nadhani pia Bi Materu utalizungumzia pia aina ya matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa na yanahatarisha usalama wa watoto wapo katika vituo vya kulelea watoto mchana. Ni hatari zipi watoto wanaweza kukutana nazo ikiwa tu sheria na kanuni hazitofuatwa? Mtoto anawekwa kwenye hatari kiasi gani? Kuna matukio mengi ambayo yamekuwa yakiripotiwa. Ukienda kwenye dawati la polisi utakuta kuna takwimu, lakini sisi wenyewe ambao kama wadau wa ulinzi na usalama wa watoto tumekuwa tukizipokea na wakati mwingine kuziwekea msukumo kwenye wakati wa upatikanaji au wakati wa mchakato wa upatikanaji wa haki kwenye masuala ya kijinai. Kuna vitu ambavyo vinaripotiwa. Kwa mfano masuala ya makosa ya kingono kwa watoto, lakini kuna masuala ya ile adhabu ambazo ni za kiwango cha juu kwa watoto, na kimsingi kuna mambo ambayo tunaona ni kweli tuna kanuni na taratibu za kuendesha vituo vyetu vya kulea watoto wachanga na watoto mchana na watoto wachanga, lakini bado kuna changamoto. Inawezekana nikasema ni ya wataalamu, kwa sababu hakuna usiri ambao unawekwa dhidi ya mtoto ambaye anakwenda shule. Bado kuna vitu ambavyo vinavuja. Unakuta kwamba kuna mtoto ambaye anatakiwa kuwa na usiri, lakini siri zake zinavuja. Kwa hiyo inawezekana hivi kawa ni swala la kimaadili kwenye vituo au la kitaaluma, kwamba kuna watu ambao hawana taaluma stahiki. Na vitu vingine ambavyo tunaviona vinachangia basi tunaona kuna baadhi ya shule mtoto anaweza kuwa anaumia shuleni. Mwongozo unasema kuwe na watu wa namna gani wa kuhakikisha mtoto anapokuwa ameumia, kuwe na vigezo vimetajwa, wataalamu wa huduma ya kwanza. Sijajua kama vituo vyote vina wataalamu wa huduma ya kwanza, lakini unakuta mtoto ameumia anarudishwa kwa mzazi au anapigiwa mzazi kabla hajapata huduma ya kwanza. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanajitokeza ambayo ni ukiukwaji wa misingi ya kanuni ambazo zimewekwa na sheria yetu ya sheria ya mtoto. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo, lakini vilivyo vingi ni masuala ya kingono. Sawa, na nije kwako Madam Materu, afisa ustawi wa jamii. Unajua kati ya makundi ambayo tunayahudumia, jamii haiwezi kustawi bila kundi hili, na unapozungumzia watoto nazungumzia sehemu kubwa sana ya population ya Tanzania, unawazungumzia watoto, lakini pia walio katika hatari ni wengi zaidi. Ni matukio gani ambayo yanaripotiwa zaidi kwenye vituo vya kulelea watoto mchana, ili pengine tuanze nayo hayo? Lakini kwa wewe ambao unatusikiliza sasa hivi, unao fursa ya kututumia ujumbe mfupi. Tumepewa hapa vigezo vya kituo cha kulelea watoto ama hizo daycare. Inatakiwa kuwaje? Haitakiwi kuwa barabarani, inatakiwa kuwa na uzio, lakini haitakiwi kuwa kando ya barabara kuu, lakini pia inatakiwa kuwa na uzio, na kama maeneo ya kwenda kujisaidia watoto hawatakiwi kuchangamana na watu wazima. Lakini tumegusiwa pia kitu kingine hapo, inatakiwa kuwa na mtu wa huduma ya kwanza, anatakiwa kuwepo hapo. Lakini pia wahudumu ama wale wanaohudumia watoto wanatakiwa kuwa wa jinsia zote mbili, yani awepo, kama ni matron basi na patron pia awepo, na vitu kama hivyo. Sasa je, vituo ambacho kiko mtaani kwako hapo, hali yake ikoje, na unadhani nini kifanyike ili kuongeza usalama zaidi? Nirudi kwako Madam, ni matukio gani yanaripotiwa zaidi ambayo watoto pengine wanakutana nayo wakiwa kwenye vituo hivi vya kulelea watoto mchana? Asante ndugu mtangazaji. Matukio yanayojitokeza zaidi kwa watoto hatarishi ni masuala ya kingono. Ukatili wa kingono kwa watoto wa jinsia zote, wa kike na wa kiume. Pia kuna masuala ya adhabu za kupitiliza.
sasa hivi jamii, wazazi wamekuwa wako busy sana na majukumu, wanakuwa wanasahau watoto. Kwa hiyo unakuta mzazi anamwachia mtoto labda msichana wa kazi. Anapotoka kwenye majukumu, akifika anakuta changamoto ni 1 2 3. Kwa hiyo unakuta anakuwa na zile hasira au msongo wa mawazo kulingana na hali ya kiuchumi. Kwa hiyo unakuta anakuwa anafanya adhabu za kupitiliza kwa watoto. Na aina nyingine ya kinachohatarisha ukatili usalama wa mtoto ni malumbano yanayotokea baina ya wenza wawili, baba na mama. Unakuta labda fulani amezaa na mtu fulani, sasa unakuta baba anagombania labda mtoto akae kwake, mama anakuwa amekataa. Kwa hiyo nayo inakuwa inaweka watoto katika hali ya hatarishi kwa usalama wao. Sasa wanapokuwa katika vituo vya daycare, unakuta ile daycare haijakidhi vile vigezo, mfano uzio. Mzazi wa kiume anapoona kwamba nimeenda ustawi wa jamii, labda nilitaka mtoto wangu nimekataliwa, au nimeenda mpaka mahakamani, mahakama ikaamuru mtoto abaki kwa mama kulingana na kigezo cha umri, mzazi yule anakuwa anatumia mbinu tofauti ili aweze kumuiba yule mtoto, kumtorosha. Na hii imeshajitokeza kama mara 2 3. Unakuta mtoto alienda shule, mama anaenda kumfuata, anaambiwa fulani alikuja kumchukua. Alikuja kumchukua. Kwa hiyo hii inaleta changamoto. Na hapa jukumu linakuwa ni la nani? Yaani kwamba mimi ninapomleta mtoto daycare, maana yake na kuachia mtoto kwenye dhamana yako, si ndivyo? Ndio. Ni jukumu la nani kumlinda yule mtoto anapokuwa pale? Ni mimi mzazi tena? Kwa sababu hii sioni kama imekaa sawa. Yaani kwamba mimi nimlete alafu aje kuchukuliwa na mtu mwingine. Tunasema mtoto haki zake zinatakiwa kusimamiwa na kulindwa pamoja na usiri. Mzazi unapoona kwamba mtoto wangu kuna kitu fulani hakijakaa sawa, share na yule mmiliki wa kituo, share na mwalimu, share hata na mlezi. Apewe maelekezo kwamba mtoto huyu 1 2 3, lakini zile taarifa zake hazitakiwi kutoka. Kwa hiyo mzazi anapompeleka mtoto shule, jukumu la kumlinda, yani sababu za yeye kumpeleka pale daycare, tunasema ni sehemu ya mtoto anaenda kucheza kwa ajili ya kupata uchangamshi, ili kwa ajili ya kujiandaa kwenda kujiunga na shule ya awali. Kwa hiyo anapokuwa pale, jukumu la kumlinda anatakiwa mwalimu na mlezi wa kituo amwangalie pamoja na mlinzi. Ikumbuke kwamba daycare inatakiwa kuwa na mlinzi pia. Mlinzi anatakiwa asimamie na hakikisha kwamba yule mtoto alipoletwa amepokelewa, na kunakuwa na daftari la kusaini, na muda wa kutoka kunakuwa na daftari la kusaini, na makabidhiano yanakuwepo. Na mwalimu na mzazi mlezi ahakikishe kwamba mtoto yule amekabidhiwa kwa muhusika ambaye mzazi alimuelekeza kwamba huyo ndiye atakayekuwa anakuja kumchukua mtoto. Pamoja na mlinzi anatakiwa kuwepo pale mchana na usiku. Mchana ni kwa ajili ya kulinda watoto walioko pale, na usiku ni kwa ajili ya kulinda lile jengo husika. Hivi ustawi wa jamii huwa mna utaratibu wa namna gani wa kupita kufanya ukaguzi wa hivi vituo vya kulelea watoto mchana? Kwa sababu nikitazama viko vituo ambavyo Madam pale ametaja hivyo vigezo, and of course Madam Damari yeye pia ni mwenyekiti wa wamiliki wa daycare, si ndivyo? Manispaa ya Shinyanga. Amezungumzia daycare zinatakiwa kuwaje, lakini kuna vigezo amenitajia pale. Sioni kama daycare zote ambazo mimi nazifahamu kwenye tembea yangu mpaka nafika hapa, kuna daycare nakutana nayo iko barabarani, kwenye barabara kuu hii. Huwa mnapita kukagua hivi vituo kila mara baada ya muda gani, ama utaratibu wa ukaguzi umekaa vipi? Asante ndugu mtangazaji. Tuna kata 17 na tuna daycare zaidi ya 60. Ila tumeanza zoezi na tupo kwenye zoezi na linaendelea. Tumeanza na kata ya Kitangili. Tumeshapita kwenye daycare 12. Na baadhi ya daycare tumeshawapa maelekezo kwamba shule itakapofungwa tu kwa ajili ya kuwahurumia wazazi, ili wasije wakalia kwamba nilipeleka ada, nilifanya nini, itatakiwa kufungwa kulingana na kwamba vigezo tayari havijakidhi.
Sasa hivi tuko kata ya Ibinzamata. Ila tunaendelea. Zoezi linaendelea, tunapita tena uzuri tunapita na mwenyekiti wetu Damari Moles. Ni shahidi na anaelewa ni nini kinaendelea. Kwa hiyo na hapo mtangazaji labda nigusie tena. Kutoa maelekezo kwa wale ambao hawajafikiwa. Kwa sababu mpaka sasa kuna daycare 4 tayari zinaenda kufungwa. Ambazo zenyewe hazikuwa zimefikia vigezo gani? Hazina vigezo, ni vingi tu. Labda mtangazaji nikipitisha vile vigezo, alafu mtu ataona hapa nipo sehemu fulani, hapa niko sehemu fulani. Sawa, kwa wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, kama una peni na karatasi ama kama una uwezo mzuri wa kukumbuka, visikilize hivi vigezo, alafu ukiona mwanao yuko kwenye daycare ambayo haina hivi, tunavitaja kwa maana inavyotakiwa kuwa navyo. Yes. Maana yake ukikuta maelekezo ya wizara. Ukikuta vinadondokea nje ya hivi vigezo, basi fahamu kabisa hakuna uhakika wa 100% wa usalama wa mwanao awapo kwenye kituo hicho wakati wa mchana. Na tunafahamu kwamba kama usalama wake ni mdogo, lolote linaweza kumpata. Anaweza akakutana ukatili wa namna yoyote ule. Inaweza kuwa ni ukatili wa kingono, uko ukatili pia wa kihisia, ambao baadaye pia nitakuja kurudi kwako Madam Damari Moles juu ya kitu wanaita bullying. Namna gani tunaihandle hii kitu katika, ama kwa nafasi yako pia unahamasisha wamiliki wa daycare kuhandle hii kitu. Tupitishe madam, na kwa wewe ambaye unatusikiliza ikiwa na swali, basi unaweza kuweka kwenye nambari 0677644444. Yuko mdau pia amekwisha anza kutiririka na maswali hapa. Swali lolote ile kwenye hila usalama wa mtoto kwenye vituo vya kulelea watoto mchana. Tupite kwenye vigezo vya wizara sasa. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza daycare inatakiwa kuwa sehemu salama inayofikika na isiwe mafichoni. Nikisema mafichoni, mtoto hawezi kutoka yani sehemu ambayo labda ni kama ni porini, alafu unamwagiza labda daladala nenda kumfuate, kama tunavyoita Shinyanga daladala ni baiskeli. Kamfuate mtoto, anatakiwa sehemu ambayo yule anayemfuata kwanza anaonekana. Isiwe sehemu ambayo itakuwa ina usumbufu. Mfano kama kanisani. Yaani inaweza ikawa kanisani lakini jengo linawekwa sehemu ambapo hakuna usumbufu, hakuna muingiliano. Au msikitini. Shangaa daycare iko machinjioni. Machinjioni hapana. Au daycare ipo kwenye frame za biashara. Yaani unakuta mtu ana frame za biashara moja hapo katikati anaweka daycare. Au sehemu za bar. Sehemu kama stendi. Hakutakiwi kuwa na daycare. Inaweza ikawepo lakini lazima litengwe eneo ambalo hawapitipiti watu, magari hayapitipiti ovyo. Pia daycare haitakiwi kuwepo sehemu ambayo ni barabara, yani iko barabarani sana kama alivyosema Damari Moles. Kigezo kingine cha daycare, inatakiwa kuwa na uzio. Uzio muhimu. Uzio, yani uzio ujengwe, ukuta ujengwe, sio miti ioteshwe hii. Huwa kuna mipenyo, ukiotesha mtu kunakuwa na mpenyo. Mtu anaweza kupenya pale akanini akafanya ya kwake. Daycare inatakiwa kuwa na jengo lenye vyumba vikubwa vyenye madirisha makubwa kwa ajili ya watoto kupata hewa, na madarasa ya kutosha kulingana na idadi ya watoto waliopo. Au mmiliki matarajio yake anatarajia labda mpaka kufikia mwaka fulani ninaweza kuwa na watoto kadhaa. Mfano, chumba kimoja watoto 20 wanatosha. Hicho ni kidarasa tu ambacho ni chumba tu cha wao kucheza. Pia daycare inatakiwa kuwa na vyumba vya kupumzikia watoto. Vitenganishwe, kuwe na chumba cha watoto wa kike na watoto wa kiume, ambacho ni tofauti na cha kusomea. Yani hilo darasa mimi ninataka nianzishe daycare mtangazaji. Labda matarajio yangu kufikia mwaka 2030 kulingana ninavyoona rate ya watoto na nini, labda watakuja kufika watoto 100. Ili usipate usumbufu, jenga kabisa vyumba vyako vitano pale vikae. Wakifika 20 wameongezeka 20, wamefika 20 wamekuwa 40, ongezea chumba wakae chumba kingine. Hiyo ni mbali na chumba cha kupumzikia. Chumba cha kupumzikia vya watoto wa kike na watoto wa kiume ndio tofauti, hawalali pamoja.
siku hizi mambo ni mengi, watoto wanajua mambo mengi, wanajifunza mambo mengi kupitia utandawazi. Kwa hiyo watoto wanalala vyumba vyao peke yao. Pia daycare inatakiwa iwe na vyoo. Vyoo navyo vinaendana na idadi ya madarasa au idadi ya watoto. Inapimwa kwa ile kwamba tundu moja linahudumia wangapi? Tunatumia kipimo hicho. Ndio. Tundu moja linatakiwa lihudumia watoto wangapi? Tundu moja la watoto wa kiume 20. Tundu moja watoto wa kike 25. Kwa hiyo unapojenga vile vyoo una rate kwamba ni matarajio yangu labda ni watoto wangapi mpaka kufikia mwaka fulani. Kwa sababu huwezi kujenga choo kila siku. Yaani utakapojenga ni moja kwa moja. Kwa hiyo una rate kwamba hapa labda niweke 5 au 10 kulingana na huko. Alafu pia vyoo vile vyoo rafiki kwa watoto. So mtoto anaona choo yani kinaogopesha, kinatisha. Wengine watakata, mimi naogopa kwenda shule, choo 1 2 3. Choo kiwe choo rafiki kwa watoto, kinakofikika. Pia kizingatie watoto wenye mahitaji maalum. Naposema watoto wa mahitaji maalum na maisha watoto wenye ulemavu wa aina zote. Wote wao wana uwezo wa kukifikia na kupata huduma. Yani, vipo vya watoto wa kawaida na hao wenye ulemavu. Unaweza kaweka hata vingapi vile vya kukaa, kwa sababu kuna mwingine atakuja labda hawezi kutembea, hawezi kufanya nini, kwa hiyo atakuwa anatumia kile pale. Pia lazima kuwe na vile vyoo viwe na masinki ya kunawia watoto. Yawe mafupi, yani mafupi kulingana na urefu wa watoto. Yana kitoka chooni anakuwa anajua kwamba hapa nitanawa, nitaelekea darasani. Pia daycare inatakiwa kuwa na jiko safi kubwa na sehemu ya kuwekea vyombo vya watoto. Ndio. Pamoja na vyombo mbalimbali vya kupikia, vya kuchemshia maji ya watoto ya kunywa. Kwa sababu si kila mzazi ataweza kumpa mtoto maji. Alafu pia tunasema kwamba mtoto anapobeba maji, kila mtu anapokuja na ile chupa yake, wenyewe wanaita boto. Mwingine anaweza katamani ya mwenzie. Sasa wanapokunywa ile kuna contamination, magonjwa na nini. Kwa hiyo ni vizuri pale pale shuleni maji yakawa yanachemshwa, kukawa na ndoo safi zenye maji tiririka, watoto wanakuwa wanafunguliwa wanakunywa kulingana na hivyo. Pia daycare inatakiwa iwe na walezi pamoja na walimu. Wawe wamesoma, wamepitia yale mafunzo ya kulelea watoto na vile vyeti vyao viwe vimesainiwa na kamishna wa ustawi wa jamii na si vinginevyo. Na tunazingatia vyeti vya walezi na walimu waliosoma kuanzia 1.5 mwaka na kuendelea, na sio hizi short course zinazotolewa na wizarani. Ile inakuwa ni kama tu yani kama tu kukumbushana, lakini tunataka wale ambao wamesoma kuanzia 1.5 mwaka na kuendelea. Pia daycare inatakiwa kuwa na mlinzi anayetambulika. So umemchukua tu ndugu au nani, mtu kamaliza shule hapo hana kazi, mimi mlete mlinzi anayetambulika, ili lolote linapotokea, hata kama shida itaenda mpaka kwenye sheria, anakuwa anajulikana kwamba ni mtu fulani. Pia inatakiwa daycare kuwa na eneo la kuchezea watoto kubwa. Na hilo ni lazima. Ni lazima kabisa, ni vigezo kabisa. Lazima kuwe na eneo la kuchezea watoto. Kwa sababu tunaposema daycare, watoto kule hawaendi kuandika. Kule hawatakiwi kuwa na madaftari. Tunakosea. Watoto wanapokuwa daycare, wanatakiwa kule ni kwenda kucheza, kulala. Ndio maana kunatakiwa kuwa na vifaa vya ndani na vya nje vya michezo. Vifaa vya ndani tunaposema ni kama vile vigari, midoli, picha walimu wanakuwa wametengeneza michezo ile ya nini. Lakini tunaposema vifaa vya nje, kunakuwa na zile bembea tofauti kwa ajili ya michezo ya watoto. Unaweza kukawa na mipira, watoto wao wanacheza, akichoka anaenda analala. Ndio maana tunasema kuwe na vyoo, kuwe na mabafu. Mtoto mwingine anakuja pale labda hata bado hajajua kujisafisha mwenyewe. Akicheza kichafuka, yule mlenzi anamchukua, anamuogesha vizuri, badilisha, weka pale. Kwa hivyo madam, nataka kuniambia mtoto anapoenda daycare hatakiwi kubeba daftari? Hatakiwi.
hii leo ni binafsi, hata mimi nimeongeza kitu. Yaani mtoto, manake hapa tunawazungumzia, kuna mdau pia ameuliza, nadhani tukiwa tunamjibu ndio itanipa na mimi pia jibu. Kauliza tujibu kwa kifupi, ni umri gani mtoto anatakiwa kwenda daycare na haitakiwi kuzidi pengine umri gani? Huu jamaa anaitwa kauliza ni kuanzia umri gani ambao anastahili mtoto kupelekwa na kulelewa katika vituo vya daycare center. Anaitwa Mzaire Bokilo Magufuri JR, anapatikana Misungwi, Mwanza, hii stendi ya mabasi. Utalijibu kwa kifupi sana, kisha tutarudi kwa Madam Damari Moles. Ni kwenye umri. Asante. Daycare anatakiwa kuanza umri miaka 2 mpaka 4.5. Mmoja? Sasa mtangazaji, hiyo mmoja kuna kitu tunaita creches. Creches. Hiyo inachukua watoto wale kuanzia 0 mpaka 3 wale creches. Lakini sasa kulingana na changamoto, unajua kuweka creches nayo ni gharama. Ni vile vitoto vile unakuta mzazi mwingine labda alipata shida fulani. Ni kale kadogo ambapo kingine kana mwezi 2 wanaenda pale mpaka 3. Sasa wale huwa ni gharama pia. Wanatumia maziwa ya kopo wengine na nini, basi nini hivyo. Madam Damari, ulikuwa unataka kuongezea kitu hapa? Asante. Tuanzie kwenye hili la umri kwanza. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa naomba niongee na Afsastawi Biansila kama alivyosema. Kwenye swali lililouliza kwamba ni umri gani ambao watoto wa daycare center wanatakiwa kuwepo. Sasa hapa naomba nielezee kulingana na mwongozo wa serikali unavyosema. Iko miongozo mitatu ya uanzishaji wa hivi vituo. Uko mwongozo wa kwanza ambao ni mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, ambao ndio tunaita daycare centers wa mwaka 2020. Lakini pia upo mwongozo wa uanzishwaji na uendeshaji wa vituo vya kulelea watoto wachanga ambao ndio inaitwa creches wa mwaka 2020. Wenyewe daycare center wanaanzia miaka 2 mpaka miaka 5. Lakini hao creches pia wanaanzia kuanzia miezi 3 chini ya miaka 2 hapo katikati. Lakini pia upo mwongozo wa uendeshaji na uendeshaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana wa kijamii, zinaitwa community based daycare centers. Sasa hizi zenyewe zinaanzishwa na wanajamii, wanakaa wana organize chini ya mtendaji, wanaanzisha kituo cha kwao wao wenyewe pale. Na wenyewe ni wa mwaka 2020. Maana yake hii tunaingiza ile pia, kwa mfano masoko mapya yanavyojengwa. Hii maana yake ni community based. Hizo ni community based daycare centers. Sasa hapo kwa wale ambao wanapaswa, sisi tunategemea na aina ya kituo kilivyosajiliwa. Kuna vituo ambavyo vinasajiliwa kama creches, kwa hapa Shinyanga hatuna. Creches maana yake ni zile za kuanzia miezi 3 mpaka chini ya miaka 2. Kwa mfano nimewahi kukutana kisa kimoja cha mama mara baada ya kujifungua, afya yake ya akili haikuwa sawa, na baba pia ukitazama ndo uzao wake wa kwanza, akaona sasa hii siwezi kuendelea naye, akamshinda, ndo anaenda kwenye hizi cliches. Hapana, hapo nielezee tena kidogo. Sasa hapo ni upande wa ustawi wa jamii. Zile zinaitwa nyumba salama ambazo mtoto anayetolewa kwenye mazingira hatarishi, ustawi wa jamii wanamchukua na kumpeleka, wanaita nyumba salama. Anaweza kuzielezea vizuri Dansila. Naomba niendelee. Kwa hiyo kigezo cha usajili wa daycare centers. Kwa hiyo kuna vituo ambavyo vinasajiliwa kama vituo vya kulelea watoto wadogo mchana, kwa maana ya daycare centers. Mwenye usajili wa aina hiyo anatakiwa kuwa na watoto wa kuanzia miaka 2 mpaka miaka 5 peke yake. Lakini pia kuna vituo ambavyo vinasajiliwa kwa vituo vya kulea watoto wadogo na wachanga wakati wa mchana. Sasa huyo manake yeye anazo sifa, anaweza akachukua watoto wa creches, watoto wachanga kuanzia hiyo miezi, na anaweza kuwa na watoto wa watoto wa daycare center wanaoanzia miaka 2.
Kwa mfano mimi Dansila, usajili wangu unaniruhusu kuchukua watoto, nina usajili wa watoto wachanga na watoto wadogo. Kwa hiyo tukisema watoto wachanga ndio wao kuanzia miezi 3 na watoto wadogo ni wao kuanzia miaka miwili. Sawa, hapo nadhani umeliweka sawa kweli kweli. Tunahakikisha vipi walimu kwa dakika moja tu, walimu wana maarifa ama tunatumia vigezo, kwa sababu kuna mwingine kaanzisha daycare naangalia hapa naona Madam Karen bwana mzuri sana, umetulea sana utotoni Madam, twende nina kituo hapa ama nina ndugu yangu alisomea mambo ya engineering, ajira ni ngumu, hem twende, si unaweza nyimbo unaweza kuzichapa. Labda kabla hujasonga mbele nataka niongezee vuta kipaza alafu kabla hujasonga mbele, na hii pia ni mali yako. Yeah. Hii kama ya kwangu, hii pia ni mali yako. Kabla hujasonga mbele kwenye swali ambalo umeliuliza sasa hivi, kama nilivyokuwa nimeeleza kanuni ambazo zinaongoza mchakato mzima wa uanzishwaji. Wakati afisa ustawi anazungumzia vigezo muhimu, lakini nitaka kuongezea kwamba kituo kinapokuwa kinaanzishwa ni vizuri, maafisa ustawi wa jamii wanafuatilia, ni vizuri kiwe na uwezo wa kifedha. Sio uanzishe kituo una uwezo wa kifedha. Ni lazima uonyeshe mtiririko wako wa kifedha, namna fedha zinavyopatikana vya kuanzisha hicho kituo. Lakini pia hautaanzisha kituo kama hujaajiri wataalamu. Ni lazima uajiri kwanza ndio uanzishe kituo. Sio kwamba uanzishe kituo alafu unaanza kutafuta mtoto wa mjomba, njoo nishikie hapa. Hapana. Uwe na watu ambao tayari wana taaluma ya malezi ya watoto. Na kanuni inaelekeza kwamba asiwepo mtu ambaye ana elimu ya chini ya kiwango cha form 4 na ambaye hajapata elimu ya malezi ya watoto. At least unapoanzisha uwe na walimu ambao wana experience, sio kwamba unakwenda kujaribishia kutunza watoto. Kwa hiyo kanuni imekuwa na msimamo mkali wa kuhakikisha watoto wanapokwenda kwenye kituo, wanaenda kwenye kituo ambacho ni stahiki na kinachoweza kulinda watoto na kinachoweza kutunza watoto. Maana mtoto sio majaribio. Mtoto ni mchakato wa maisha ya taifa lijalo. Kwa hiyo ni lazima tukiwekeza kwa mtoto, ni vizuri kufuata kanuni kama zinavyoelekeza. Sio tu mtu akaanzisha kituo cha mtoto kama unavyo. Alafu lile swala la umri linaendana pia na vigezo. Kwa mfano unapokuwa umeanzisha vituo vya malezi ya mchana, kuna watoto ambao wataingia miaka 2 mpaka miaka 5. Ni vizuri kuwa na at least kuwa na kitanda na godoro. Maana kuna watoto wengine wanapata usingizi. Ni vizuri wakapate mahala pa kulala, pa kupumzika. Kwa hiyo usianzishe kituo bila kuwa na vifaa kama hivyo. Kwenye swala vifaa, swala la kitanda ni la lazima, ni la kikanuni, na swala la godoro ni la kikanuni. Magodoro safi, na kuwe na, unapokuwa na watoto wale wadogo, uwe na uwezo wa kuhakikisha kwamba kuna wengine wanajikojolea, kuna wengine wanajisaidia. Uwe na zile tuseme nepi sio nepi za kufua, nepi zile ambazo ni za muda, pampers, kwamba mtoto akijisaidia aweze kubadilishwa nguo, nguo safi, na iwe na mahala pazuri pa kutupa ule uchafu. Kwa hiyo ninataka niongezee kwa afisa ustawi wa jamii, kwa sababu ni vigezo muhimu katika vituo vyetu vya kulelea watoto wakati wa mchana. Asante. Hapo Madam, unataka kuongezea neno? Asante mtangazaji. Kwa ambaye pia unatusikiliza sasa hivi bwana, kipindi ni program jumuishi ya malezi, program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Na kubwa ambalo tunalizungumzia leo hii ni usalama wa mtoto, ama watoto wawapo katika vituo vya kulelea watoto vile vya mchana. Ikumbuka kwamba kumekuwa kuna matukio ya mtoto kafanywa hivi, ama mtoto anapitia
ukatili akiwa huko. Wazazi wanaamini mtoto yuko sehemu salama akiwa huko, lakini huenda kwa kufahamu ama kwa kutokufahamu ukampeleka sehemu ambayo si salama. Kwa hivyo leo hii najua mara baada ya kumaliza kipindi hiki utakuwa unaelewa kabisa wapi nimpeleke mtoto, wapi nisimpeleke, lakini nawezaje kuongeza usalama zaidi hata kama mwanangu yuko kwenye kituo cha kulelea watoto mchana. Ulikuwa unataka kuongeza kitu Madam Materu? Ndiyo mtangazaji, pia katika daycare lazima tunazingatia vyakula vyenye makundi yote sahihi kwa ajili ya ukuaji wa mtoto. Hapo maana yake unataka kuniambia kinyume hatutarajii mtoto apige uji, shughuli imeisha. Shughuli imeisha. Ni bora ukaweka ada inayokidhi mtoto akapata chakula cha kushiba kinachozingatia makundi yote. Kwa sababu masaa mengi mtoto anakuwa anashinda shuleni, muda mfupi mtoto anakuwa anashinda na mzazi. Na pale ndipo sehemu mtoto anakuwa anakuwa. Hivyo siko mbali sana na Mr. Shija, lazima apate vyakula pia alale kwa ajili ya kumsaidia kukua. Madam, bado unarudi kwako. Leo nakomana wewe bumper to bumper. Hapa sasa weka pembeni nafasi yako, nizungumze na wewe sasa kama mmiliki wa kituo cha kulelea watoto mchana. Kumekuwa kuna aina mpya ya ukatili. Unajua tumezoea ukatili ni kwamba mtoto kapigwa, kafanywa ukatili wa kingono pengine. Kuna aina ya ukatili mwingine ni tunasema bullying kwa Kiswahili, sijui niiwekaje, kama dhihaka pengine ama mtoto uonevu. Huwa inatokea hiyo. Na pengine iko uonevu ya moja kwa moja kwamba mimi nakuonea wewe, lakini iko bullying ya namna ambayo mimi nimezoea na kuja kuchukuliwa na usafiri mzuri kweli kweli, niko na chupa moja matata kweli, kila mtoto anatamani awe nayo. Hiyo pia mara nyingi huwa inazalisha bullying. Tunawezaje kuwalinda watoto dhidi ya hii, kwa sababu hii ni mbaya sana. Anaweza akakuwa nayo kama ikimharibu kisaikolojia, kwamba wewe mama yako pengine hana gari ama baba yako hana gari. Tumetengeneza mekanizmu ya watoto kufunguka, ikatokea kakutana na bully ama kafanywa uonevu na mtoto mwingine. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa katika vituo vyetu uko utaratibu kwa maana ya kwamba, na hii sasa niongee kwa wamiliki wote, ni lazima wa set utaratibu kwamba hakuna mtoto ambaye anakuwa maalum ama special sana kuwazidi wengine wapo kituoni. Na ndiyo maana katika vituo vyetu kila mtoto anapokuja, haijalishi hadhi ya familia anayotoka, haijalishi mazingira na uwezo wa familia aliyotoka, mtoto huyu anapofika kituoni atalelewa na mlezi yule anayelea mtoto mwingine ambaye labda familia sio bora sana. Lakini pia nguo atakazovaa, uniforms zile pia zinajaribu kutengeneza kuonekana ni usawa. Yaani kwa hiyo kisaikolojia uvaaji wa uniform ile pia inamsaidia mtoto kujiona kwamba hana tofauti na mwenzake. Sasa hivi nimeanza kuelewa kumbe uniform ndio ilikuwa kwa sababu hii pia. Kabisa. Okay. Ingekuwa ni kwamba kila mtoto anaweza anakuja namna anavovaa kulingana na, ndio hiyo itatokea. Siku atakuja kapiga jeans curry na t-shirt bomba sana, mwingine atakuja kavaa kikaptula tu maskini cha kawaida. Sasa ile ndio ilikuwa na athari zaidi. Lakini kwa uwepo wa hizi uniforms inawafanya hawa watoto pia kujiona wako sawa. Na ndio maana ukiwakuta hata wanapokuwa kituoni, haijalishi huyu anatoka maisha bora, huyu anatoka maisha ya kawaida, utawakuta wanacheza pamoja, wana interact kwa pamoja vizuri kabisa. Kati yao hawana utofauti. Chakula anachokula aliyetoka maisha bora anapokuwa kituoni na chakula anayekula mtoto aliyetoka kwenye familia ya kawaida ni vyakula vyote vya aina sawa. Kama siku tumeamua leo tunakula ugali, maharagi na mboga za majani, wote watakula. Siri hiki kwa sababu nyumbani sijazoeshwa kula. Hapana, huo sio utaratibu. Sawa, kwa hiyo unatusikiliza sasa hivi, tutarudi hivi punde. Kuna moja kati ya maswali muhimu kweli kweli ilizua mjadala. Tunawalindaje? Kuna hii ya mtoto kulindwa akiwa kwenye kituo, iko ile akiwa kwenye usafiri kurudi nyumbani. Nakumbuka kuna utaratibu ulitolewa. Nahitaji hii majibu pia tukirejea. Ilikuwa inatakiwa kuwa na wasaidizi hao wawili.
bado kwenye magari binafsi mimi ninachokiona bado kuna msaidizi huyu mmoja. Hii pia natamani nijue kisheria anachukuliwa hatua gani, kwa sababu ni mwongozo ulitolewa. Natamani nifahamu pia hii. Tunarudi hapa, jambo duniani ndilo ambalo linafuata. Tarudi hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Natamani pia nijue unazingatia kigezo gani wewe kama mzazi. Urahisi wa kufikika ndio mpeleke mwanao, kiwango cha ada, ama usalama wa mtoto? Unazingatia kigezo gani wakati tunamchagulia mwanao daycare? Pia na Suleiman niko hapa, endelea kusalia na sisi. Sawa, tumerejea hapa na bado tunaendelea kulisongesha gurudumu. Wakati tunaondoka hapa, mimi niliuliza swali kwa niaba ya wananzengo, ukiwa huku wanatumia hilo la usalama wa mtoto akiwa kwenye gari. Sasa kuna ule utaratibu nakumbuka ulitolewa na kama hivi ilikuwa ni waraka kabisa wa ulinzi wa mtoto kwenye vyombo vya usafiri. Nianzie labda mwenyekiti wa kamati ya huduma ya msaada wa kisheria mkoa wa Shinyanga. No. Lakini pia uko kwenye sehemu muhimu kweli kweli kuzuia ukatili. No. Ili linaendeleaje sasa hivi? Kimsingi mwongozo unasimama huko pale pale kwamba kila na umegawa kabisa watumishi wanaotakiwa kuwepo. Unapokuwa unasafirisha watoto unapaswa kuwa na matron, na patron kwenye gari ambaye atafanya kazi ya kuhakikisha watoto wanafika majumbani na kuwapokea majumbani mao salama kama unawapeleka majumbani, na kuhakikisha usalama wao unapowashusha, na kama kuna kuvuka barabara umewavusha. Kwa hiyo kukiuka utaratibu wa kisheria ni jambo jingine, na kutekeleza utaratibu wa kisheria ni jambo jingine. Kwa hiyo kila mmiliki anapaswa kufuata taratibu ambazo zimewekwa na sheria, kanuni na miongozo. Kwa hiyo mtu unapokuta kwamba amepuuzia, kimsingi atakuwa amekiuka utaratibu uliowekwa wa kisheria, miongozo na kanuni. Kwa hiyo mtu kama huyo anastahili kuchukuliwa adhabu, au kituo kinatakiwa kuchukuliwa adhabu. Na adhabu mojawapo, maafisa ustawi wa jamii, kwa sababu amepewa nafasi ya kufanya uchunguzi na ufuatiliaji. Lakini kamati ya wazazi ambazo tumezisema hapa zina wajibu huu wa kuhakikisha kwamba mwenendo wa uendeshaji wa shule unafuata taratibu na kanuni. Kwa hiyo moja ya adhabu ambazo zinaweza zikatolewa ni pamoja na kufungiwa kituo au kuwajibishwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo utaratibu upo kwamba maafisa ustawi wa jamii watakapogundua kuna ukiukaji wa utaratibu, kituo kinaweza kikafungiwa. Nirudi kwako madam, kuna wengine pia, wazazi wengine anaweza kawa naona mwingine ameshapata elimu leo hii. Kwa mfano kuna mdau hapa na nimeona kwa upendeleo kabisa kutoka Uyui Tabora, anaitwa Emmanuel Humba. Anasema naendelea kupata elimu zaidi katika makuzi ya mtoto, kuna mengi nimejifunza. Kwa mfano huyu kajifunza sasa tayari vigezo vya daycare ambao ni salama. Anatoa wapi taarifa? Lakini kuna ile kwamba sasa nimekutana na kituo cha damari alafu naenda kukitolea taarifa. Sasa usiunoko huu. Hapana. Asante mtangazaji. Huwa tuna utaratibu wa kufanya ukaguzi katika vituo vya kulelea watoto mchana. Tunapita timu tofauti tofauti. Tunapita, huwa tunatoa taarifa au wakati mwingine huwa tunashtukiza kulingana na kile tunachokipata na kile tunachokiona. Lakini kuna utaratibu. Tunapita, tunakaa na mmiliki wa daycare, tunakaa pamoja na walezi, tunawakumbusha yale majukumu yao, na pia huwa tunawaandikia ripoti. Ripoti ile huwa inasaidia wao kuweza kufanya mambo kwa usahihi zaidi. Na pia kwa wale ambao wanataka kuanzisha daycare au hajaanzisha, ni vizuri ukafika kwenye ofisi ya ustawi wa jamii iliyopo karibu yako. Ukapata vile vigezo na ushauri zaidi. Na unapoanzisha daycare ni vizuri ukamwita afisa ustawi wa jamii kabla ya kuanza kuweka watoto pale, ili aweze kukupa ushauri zaidi.
na pia kuna daycare ambazo zimesajiliwa na kuna ambazo bado hazijasajiliwa. Kwa zile ambazo zimekwisha sajiliwa, huwa tunapita pia kufanya usimamizi shirikishi, na tunapokuta wamekiuka vile vigezo huwa wanafutiwa usajili au kufungiwa kabisa. Ndio. Kwa hiyo sasa haya yote tunafanya kwa ajili ya kulenga usalama wa mtoto na kulenga ukuaji wa mtoto na kusaidia kupunguza changamoto zaidi katika jamii. Hivyo basi, pale unapoona umepata usajili, isiwe ni kitu kinachokupa kwamba sasa mimi tayari nimeshasajiliwa, hakuna wa kunifuatilia tena. Hapo utakuwa umejidanganya, sio? Utakuwa umejidanganya. Wakati tunafanya mazungumzo kidogo, muda ambao tumepisha jambo duniani, tulikuwa kama na mjadala ambao niliona kama umejenga kitu hivi. Natamani pia Mwana Maisha Fresh ambaye anatusikiliza sasa hivi, iwe ni kutokea 101.1 Singida, iwe ni kutokea 106.9 Mwanza, lakini pia 106.9 wako ndugu zetu wa pale Geita, lakini wako ndugu zetu wa Bukoba 96.5, lakini wako ndugu zetu wa 99.7 pale Tabora. Natamani pia waipate hii. Nirudi kwako Damari Moles. Ilikuwa ni issue ya watoto, mtaala unazungumza nini? Watoto wajifunze kitu gani? Na kwenye hii pengine tuanzie, unakutana mtoto umempeleka daycare, anarudi amefundishwa 100 mara 7 ama 40 mara 2. Hivi ni kipimo sahihi kweli? Asante ndugu mtangazaji. Hilo bila kupepesa macho ni kosa. Yani mtoto akishaenda daycare kuna vile vitu vigumu hatakiwi kupatiwa. Mwisho ni kwa mfano kwenye hisabati, kwa sababu kuna hesabu na hisabati. Kwenye hisabati mfano lile somo, kwenye haya matendo pengine ama hizi numbers, tunatarajia ajifunze tu 1+2, ila 10 mara 10 hizo hapana. Tunaishia wapi sasa? Natamani nijue mstari. Okay, asante. Na naomba nielezee hivi. Kama nilivyosema mara ya kwanza, hizi daycare centers zinafanya kazi chini ya mwongozo wa sheria, sawa? Na vipo viongozi ambapo ipo miongozo ambayo inatuongoza, miongozi, kanuni, sheria pamoja na sera. Zote na wote tunafanya kazi chini ya sheria ya mtoto namba 21 mwaka 2009, chini ya kifungu cha sheria namba 147 mpaka 157, ambapo hivi ndio vinampa mamlaka kamishna wa ustawi wa jamii kusajili vituo vya daycare centers. Kwa hiyo kwa hivi vituo vya daycare centers kinaposajiliwa, kwanza kabisa jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto. Jambo lingine ni kuhakikisha hivi vituo vinaweza kubaini viashiria vya hatari kwa mtoto ambaye anafanywa ukatili huko nyumbani. Lakini pia kubaini vipaji vya mtoto, sawa? Lakini pia tunasema ni uchangamshi wa awali. Sasa huu uchangamshi wa awali uanze kumjenga mtoto kiakili, kijamii, kihisia, kiutamaduni, kumtengeneza yule mtoto ambaye tunategemea atakapofika utuzima awe amefikia utimilifu kiakili. Kwa issue ya kusoma ama kwa issue ya kufundisha, kutokana na mwongozo wa daycare center, mwongozo wa kiongozi cha mlezi kinachomuongoza mlezi kinamguide mlezi anapokuwepo kituoni, cha mwaka 2022 ambacho ndicho tunachokitumia sasa. Mwongozo huu unaeleza ni vitu gani ambavyo mlezi anatakiwa kufanya anapokuwa na mtoto. Kwanza kabisa, vipo vitu ambavyo ni vidogo kulingana na umri. Na huu mwongozo unaeleza vizuri sana kwamba kuanzia mtoto wa miaka 2 ni vitu gani anapaswa kufundishwa. Mtoto wa miaka 3 ni vitu gani anapaswa kufundishwa. Mtoto wa miaka 4 vitu gani anapaswa. Mtoto wa miaka vyote kiongozi kimeelezea vizuri kabisa. Nadhani walezi ambao wanavitumia ninachoongea wananielewa. Kwa hiyo kupitia huu mwongozo hakuna sehemu inayosema mtoto afundishwe sijui matendo ya kuzidisha, sijui kugawanya kote 80 na Tanzania nzima bara. Hakuna sehemu inasema mtoto afundishwe 89 kutoa 72, haipo. Hakuna sehemu inasema 100 kujumlisha 90. Ni kosa kisheria. Mwanangu akirudi nyumbani akasema baba nimefundishwa 40 ongeza 20. Kama ametoka daycare center nadhani tunamuonea.
Tunamwonea kabisa mtangazaji. Sawa, tuendelee. Ulikuwa unaendelea kutiririka hapo. Kwa hiyo zipo zile vitu ambavyo ni vidogo vidogo kulingana na umri ambavyo vina ushahidi na vimethibitishwa kisayansi kwamba kwa mtoto wa umri huu anaweza kuvifanya. Vihesabu vile vidogo vya matendo ya kujumlisha, wenyewe wanaita put together, na hata lugha zao pia ni tofauti. Ndio hicho nilikuwa nataka kuzungumza. Naona pia hata kama atafundishwa 2 ongeza 1, naonaga huwa naona kwamba njia inayotumika unaweza kuta vikatumika vibao, yani sio njia ngumu ya kuudhi. Vinaweza vikatumika vibao ama machungwa yakawekwa hii. Okay. Ndio, kwa hiyo vile anapofundishwa kama ni hesabu labda ya 1 kujumlisha 1 iko namna. Hata lugha ni tofauti. Kwa mfano, kwa wale ambao tunatumia Kiingereza tunajua kujumlisha ni nini plus. Ila kwa mtoto atutumie neno plus tunasema put together. Lakini pia kwa matendo kama kutoa, kwenye Kiingereza tunasema ni minus. Lakini kwa mtoto tunaita ni take away. Kwa hiyo zile ni lugha rahisi ambazo zinamshawishi, zinachochea ujifunzaji kwa mtoto. Kwanza hata nikikwambia take away, si maana yake nipunguze. Nikisema minus kwa mtoto mdogo ananielewaje? Maana yake ni lugha ngumu. Kwa hiyo ziko matendo marahisi na lugha rahisi ambazo zinatumika kwa mtoto huyu ambaye ni wa daycare centers. Ila matendo ya kuzidisha, kugawanya, hapana jamani, ndugu wamiliki, kama tunafanya hivyo tunamkosea mtoto na nikosa kisheria ukibainika. Bwana wewe, mimi mara baada ya kusikia hii elimu ambayo nimeipata leo hii hapa, natamani kama nirudi daycare alafu nikutane na hiyo daycare ya ndoto zangu ambazo Karibu Angel Gabriel Daycare. Bwana, asante sana. Ambayo sikutani na mambo magumu. Hata kama ni jambo gumu na vunjiwa likawa rahisi. Ikatokea nimesinzia muda wa kucheza naenda kupumzika. Ikatokea natakiwa kwenda msalani pengine ninaweza kusaidiwa. Yaani naiona ile daycare ndoto zangu. Kwa hiyo ambao tusikiliza sasa hivi, natamani nisikie kutoka kwako. Tutapokea simu dakika kama 3 zijazo hivi. Tukipata hata simu 2 au 3 za unatumia kigezo gani kuchagua daycare kumpeleka mwanao, ama unatamani mwanao tayari yuko na miaka 2 basi aanze, ama 3 aanze kupata ile elimu changamshi tunasema, ama apate sehemu ambapo inakuwa ni ujifunzaji wa awali, ama sehemu ambayo itachochea maendeleo yake ya awali. Unatumia kigezo gani? Nikukumbushe tu kipindi ni program jumuishi ya taifa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, na hapa ndani niko na Damari Moles ambaye umetoka kumsikiliza kwa mara ya mwisho. Ni mwenyekiti wa Daycare Centers Manispaa ya Shinyanga, lakini pia ni mmiliki wa daycare. Niko pia na John Shija, mzee wangu kabisa, ni mwenyekiti wa kamati ya huduma ya msaada wa kisheria mkoa wa Shinyanga, lakini pia ni mjumbe wa mtakuu wa mkoa wa Shinyanga. Yuko pia Bi Matero ambaye ni afisa ustawi wa jamii. Kwa dakika moja, Damari, ulikuwa unataka kuongezea jambo? Asante. Ili tusome message pamoja na kupokea simu zetu hapa. Asante ndugu mtangazaji, nilikuwa nataka kuongezea hapo kwamba watoto wetu ama watoto wa umri huu chini ya miaka 5 ujifunzaji wao unatokea zaidi katika michezo. Na ndio maana moja kati ya kigezo cha usajili zile daycare centers lazima kuwa kuna eneo la michezo. Na michezo hii tunasema kuna indoor games and outdoor games, kwa maana ya michezo ya ndani pamoja na michezo ya nje. Kituo lazima kiwe kina michezo nje ya kutosha, watoto wacheze, wabembee na wasukume, kama ni mataili, kama ni nini. Hivyo ni vitu vya msingi sana. Na mtoto anatakiwa acheze, apate muda mwingi wa kucheza. Yaani muda atakao tumia kwenye kucheza na muda atakao tumia darasani wa kucheza unatakiwa kuwa mwingi kuliko wa kukaa darasani. Kama najiona nikirudi daycare. Yaani hii inabidi sasa inabidi tufanye jambo. Maana naona kama tukifanya hivi, kama kweli ambacho tunakizungumza hapa wazazi wakakizingatia, lakini jamii ikawa ni sehemu ya kuhamasisha, tunapata vitu hivi tunaovizungumza, naamini tutakuwa tumetengeneza kesho bora kabisa ya watoto. Nilikuwa nafuatilia hapa kwa mujibu wa PJT ama program jumuishi ya taifa, ni kwamba takriban theluthi 2 sawa na 66% ya watoto wote wenye umri kati ya miaka 5 walio nchi za kusini mwa jangwa la Sahara wapo kwenye hatari ya kutofikia hatua timilifu ya ukuaji wao kutokana na kukosa malezi bora, lakini pia wengine umasikini pamoja na matatizo mengine. Sasa hiyo ni takwimu. Kwa hivyo kama tunataka kuondoka
kwenye hii theluthi mbili kurudi kabisa kuleta sifuri, yani tuwe na watoto kiwango sifuri cha watoto ambao wako kwenye hatari, basi tuna kila sababu ya haya ambayo tumeyapata leo hii kuyafanyia kazi. Ni kwa wewe ambaye utakuja kutupigia simu hapo baadaye, nambari ni hii hapa 0742, ni muda huu unaweza kupiga simu 0742692949. Unatumia vigezo gani ndugu yetu? Kwanza mimi nitatamani kujua ulichojifunza leo hii, lakini unatumia kigezo gani kumpeleka mwanao daycare? Yuko huyu hapa anasema anaitwa